Ni miaka mitatu baada ya serikali kuruhusu safari za mabasi ya masafa marefu kufanyika kwa saa 24 kwa siku. Faida za uamuzi huo zimeanza kuonekana wazi katika uchumi, usalama na maisha ya wananchi. Tangu mamlaka ya udhibiti usafiri wa nchi kavu LATRA ilipoanza kutoa vibali vya safari za usiku mwaka 2023, wafanyabiashara, watafuta ajira na wanafunzi wamekuwa wakisafiri kwa urahisi zaidi, hali iliyopunguza gharama za maradhi na kupoteza muda kazini. LATRA inasema uamuzi huo umeongeza ufanisi wa usafiri baada ya mabasi kusambaza ratiba zao katika saa zote 24, jambo lilopunguza msongamano vituoni na uhaba wa tiketi uliokuwa ukijitokeza hasa katika msimu ya sikukuu. Kwa maana hiyo tunaweza tukapata mfano na tukaelewa vizuri kabisa ufanisi ambao unaongezeka kupitia huduma za usafiri wa mabasi kwa saa 24. Manufaa hayo yamekuwa ya kiuchumi zaidi na kijamii kupitia fursa ambazo zimezidi kuongezeka. Kwa hiyo tunaona sasa hivi abiria wengi wamepokea vizuri huduma hizo. Mabasi mengi yameomba ratiba hizo za usiku kwa maana ya kutoa huduma saa 24. Na kwa kweli sasa hivi moja ya vitu ambavyo ukivifanya kwa msafirishaji tunaita sisi hatua za kiudhibiti. Tukiona msafirishaji ana changamoto za kufuata sheria au za kutii sheria, moja ya maamuzi ya kudhibiti tunayochukua siku hizi ni kumuondoa tu kwenye kusafirisha abiria usiku. Na hiyo imetusaidia kuwa hata ni njia mojawapo ya kuwasaidia watu kuheshimu sheria, taratibu na kanuni za usafirishaji. Akizungumza na chombo hiki kuhusu utekelezaji wa sera hiyo, mkuu wa mawasiliano na uhusiano wa umma wa LATRA Salum Pazi ametuambia mifumo ya kidijitali ikiwemo VTS na kifaa cha iButton imeimarisha usalama kwa kufuatilia mienendo ya mabasi na kudhibiti uchovu wa madereva hasa usiku. Mabasi yote yanayotoa huduma za mikoani na nchi jirani hayawezi kupewa leseni. Hakuna basi linapewa leseni kama halijaunganisha mabasi hao hayajaunganishwa kwenye mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari VTS. Na dereva pia haruhusiwi kutoa huduma ya kuendesha magari ya usafiri wa abiria, lakini pia hata mabasi yanayoenda mikoani na nchi jirani. Haruhusiwi dereva kutoa huduma iwapo hajaunganishwa kwenye mfumo, kwa maana kwamba lazima awe amesajiliwa, amethibitishwa na amepewa kile kitufe cha utambuzi wa dereva. Wasafirishaji nao wanasema safari za usiku zimeongeza wigo wa biashara na kuvutia wateja wengi zaidi, hususan wafanyabiashara wanaosafiri nyakati za usiku. Kwa hiyo kwanza ningeanza kwa kupongeza. Niwapongeze sana LATRA. Huu mfumo wao walioleta wa kusafirisha magari usiku imeleta tija sana. Na si tija tu, imeongeza hata usalama. Kwa sababu unajua usiku hata hali ya hewa inapotulia gari inaenda vizuri. Kwa hiyo unakuwa na usalama mzuri sana kwa gari na tairi hazipati joto. Madereva pia hapati uchovu wa kutosha sababu ni usiku. Abiria wanafurahia sana safari za usiku. Hata ukiangalia kwenye mfumo wetu wa sababu tutakata tiketi mtandaoni, unaona watu wengi sana usiku magari yanakuwa yamejaa, tofauti na yale ya mchana. Kwa hiyo niwapongeza LATRA kwa hali hii ya kuweka magari usiku ya masaa 24. Imeboresha, hasa usiku ndio umevutia zaidi ukiangalia kuliko mchana. Watu wote wamegeukia usiku. Faida tunazozipata katika kampuni yetu ya usafirishaji wa abiria upande wa usiku, tunapata faida kubwa sana kwa sababu mteja kwanza anafika sehemu husika kwa wakati, hasa wafanyabiashara. Unakuta anatoka Arusha kule usiku, anafika hapa Dar es Salaam asubuhi, anaenda Kariakoo anafungasha mzigo wake, jioni anarudi. Kwa ina maana wale wateja wa kule anapofika wanapata huduma kwa wakati. Kwa wale abiria wetu wanaoenda labda Mwanza, Karagwe, Bukoba, Kahama, Nyakanazi huko, Kigoma, Tabora, pia ruti zetu zote ni za usiku. Hasa kwetu sisi kampuni yetu ya Budbus Service kwa usafirishaji wa usiku, kwanza tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutupa kibali cha kutoa huduma hizi za usiku, kwa sababu tunawafikia wateja pale walipo kwa wakati sahihi. Na wateja pale wanapoenda wanafika kwa wakati sahihi. Abiria ambao ndio walengwa wakuu wanadai huduma hiyo imepunguza msongo wa mawazo, kuongeza chaguo la ratiba za safari na kusaidia kukabiliana haraka na dharura zinazojitokeza.
Kwanza kwa sasa hivi ninachoshukuru kwa sasa hivi, yani huduma ya kusafiri kwa upande wangu sasa hivi ni nzuri sana. Kwa sababu gani? Mwanzo tulikuwa tunapata shida sana. Ukitaka kusafiri, kwa mfano tunataka kusafiri saa 12, natakuwa uende saa 12 hiyo hiyo. Ila kwa sasa hivi hata ukienda saa 7 unapata gari, muda wote unatakaoenda unapata gari, kwa sababu sasa hivi ni masaa 24. Kwa hiyo yani tunashukuru sana. Kwa kweli imeturahisishia, kwa sababu yani zamani ilikuwa lazima uamke usiku then ndo uende, lakini sasa hivi unaweza magari hapo muda wote kuanzia asubuhi mpaka usiku, usiku mpaka asubuhi. Kwa wameturahisishia. Sawa, waendelee hivyo hivyo, kwa sababu sasa hivi yani hamna ile kupoteza muda, kwa sababu zamani ilikuwa yani lazima usafiri asubuhi mpaka usiku. Kwa sasa hivi hata ile usiku ambao muda unatakiwa kulala unasafiri vizuri tu mpaka asubuhi. Kwa hivyo imeturahisishia. Kwa mujibu wa takwimu za usalama barabarani, idadi ya ajali zinazohusiana na mabasi imepungua kutokana na kuondokana kwa ushindani wa kasi uliokuwepo awali wakati mabasi yalipoondoka kwa wakati mmoja, hususan nyakati za asubuhi. Lakini sasa hivi ilikuwa tukiona basi linaleta ushindani usiokuwa na tija, tunamuondolea ile ratiba kama nilivyosema. Kama tulikuwa tumemruhusu kuondoka labda saa 8 za usiku, tunamwona hana nidhamu, anashindwa kujiheshimu yeye mwenyewe, basi tutamuondolea ratiba, tunampa ratiba ya kuondoka saa 2 asubuhi au saa 3 asubuhi. Kwa kufanya hivyo imetusaidia sasa hivi kwa kweli usafirishaji wana nidhamu nzuri, madereva wetu wanajitambua kwa sababu kupitia mfumo wa VTS nilioeleza tayari, taarifa zao zote za kiuendeshaji zinatunzwa. Na zile taarifa zinaweza kutumika kumhukumu. Ndio maana sasa hivi kuna dereva anafahamu kwamba akizidisha hukumu wa mwendo kwa maana ya over speed atapewa adhabu, na moja ya adhabu ni kufungiwa hadi kwa miezi 3 kwa mujibu wa mazingira ya kosa alilofanya. Kwa hiyo tunashirikiana vizuri na wenzetu wa Jeshi la Polisi, na kwa kweli nidhamu imeimarika sana sasa hivi. Ndio maana unaweza kaona hata kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka kunakuwa hakuna msongamano mkubwa wa abiria, kwa maana hiyo inaonyesha ufanisi kwenye utoaji wa huduma za usafiri. Vile vile kunakuwa hakuna ajali nyingi ambazo zinajitokeza. Mtakumbuka miaka ya nyuma iliaminika kwamba kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka wasafirishaji kulikuwa kuna imani za kishirikina kwamba wanatoa kafara, labda watu wengi wakifariki kwa pamoja, lakini yote ilikuwa ni kwa sababu tu hali ya udhibiti ilikuwa haijakaa vizuri, na hususan ule ushindani usiokuwa na tija. Lakini sasa hivi kwa sababu kila mmoja anaondoka kwa wakati wake, ni kama tunavyosema kwamba kwenye maisha kila mtu anakimbia mbio zake, kwa hatushindani. Hata hivyo, wasafirishaji wanadai uwepo wa safari za usiku umetoa changamoto chache licha ya uwepo wa faida nyingi. Tatizo tunalopata sisi kusema kweli na ushauri utoa, kuna malori usiku yanasumbua. Yanaweza kukuta lori linaharibika, haliweki alama yoyote. Haya ndio yanasababisha kweli safari hizo zinakuwa na mashaka sana. Hawana alama. Kuharibika kwa gari huwezi kuzuia wala huwezi kuilaumu LOTRA. Lakini waelimisha madereva wa malori, wao wanaweka alama kwa umbali fulani ziwepo, na ikiwezekana watoe adhabu kwa wale ambao hawaweki. Kwa sababu nashtukiza gari hili hapa lina alama, mbele kuna kuja gari mwenzio, unakuta dereva na minya breki kwa shida sana, na wakati mwingine hata wametokeza matatizo ya kutokeza kwa accident kwa sababu hizo. Lakini mfumo wao LATRA sasa hivi magari yetu wanayaangalia vizuri, tunaenda vizuri ni kabisa, na tunafurahia kwa ile huduma yao. Kwa changamoto za kibinadamu zipo, lakini tunachoomba sana, sidhani kama kuna changamoto kubwa ambayo inayotupelekea serikali kutukwamisha sisi katika safari zetu. Labda kuhusu kwenye masuala ya barabara, kuangalia barabara, yani katika usiku kuna vile vituo ambavyo sahihi lazima ukipita traffic yawepo, kuangalia zile speed meter za barabarani. Kwa ujumla, uamuzi wa kuruhusu safari za mabasi ya masafa marefu kufanyika kwa saa 24 umeleta mabadiliko chanya katika sekta ya usafiri nchini, huku wadau wakihitaji maboresho ya mara kwa mara ili kuhakikisha usalama, ufanisi na maslahi ya wasafiri yanaendelea kulindwa.